tukio la kutisha, la kusikitisha na linaloibua maswali mazito kuhusu usalama wa watoto pamoja na hali halisi ya imani na fikra katika jamii zetu za leo. Watoto 4 wadogo kabisa wenye umri wa kati ya miezi 15 hadi miaka 2.5 wameuawa kikatili katika kituo cha kulelea watoto, mahali palipotegemewa kuwa salama zaidi kwao. Tukio hili limetokea katika jiji la Kampala nchini Uganda na limeacha taifa zima likiwa katika mshangao, huzuni na mjadala mkali. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Karibu katika habari moto za sasa ndani ya Moto TV Kenya, sehemu ambayo hatuishii tu kuripoti bali tunachimba kwa kina ili kuleta ukweli ulivyo. Leo hii hatuangalii tu kilichotokea, bali pia tunachambua ushahidi, mwenendo wa kesi na sababu zilizowafanya baadhi ya watu bado kuamini kuwa mshukiwa huenda hana hatia. Mhusika mkuu katika tukio hili ni Christopher Okello Onyomo, mwanaume mwenye uraia wa Uganda na Marekani ambaye sasa amehukumiwa adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya watoto hao 4. Lakini kabla tujafikia hukumu hiyo, ni muhimu kuelewa kwa kina nini hasa kilitokea na ni kwa msingi gani mahakama ilifikia uamuzi huo mzito. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, tukio hilo halikuwa la ghafla wala la bahati mbaya. Inaelezwa kuwa mshukiwa aliingia katika kituo hicho cha kulelea watoto kwa kujifanya mzazi wa mtoto. Hii ilimpa nafasi ya kuingia bila kuibua shaka yoyote. Baada ya kuingia ndani, alihakikisha mazingira yamekuwa chini ya udhibiti wake kwa kufunga njia za kutoka, hatua inayodokeza wazi kuwa kulikuwa na maandalizi ya awali. Ndani ya muda mfupi sana, alitekeleza shambulio hilo dhidi ya watoto wasiojiweza, akitumia silaha kali na kusababisha vifo vyao papo hapo. Baada ya tukio hilo, hakukaa eneo la tukio kwa muda mrefu. Alijaribu kutoroka, lakini juhudi zake hazikufanikiwa, kwani alikamatwa karibu na eneo hilo hilo tarehe 2 Aprili. Kukamatwa kwake papo hapo ni moja vipengele muhimu vilivyojenga msingi wa kesi dhidi yake. Lakini si hilo tu, uchunguzi wa kina uliofanywa na vyombo vya usalama ulifichua mambo mengine mazito zaidi. Kwanza, ilibainika kuwa kabla ya tukio hilo, mshukiwa alikuwa amefanya utafutaji kwenye vifaa vyake vya kielektroniki, akitafuta taarifa zinazohusiana na shule na hata aina ya ukatili mkali. Hii ilitafsiriwa na mahakama kama dalili ya maandalizi ya awali, kile ambacho kisheria huitwa nia ya kutenda uhalifu kabla ya kuutekeleza. Pili, kulikuwa na taarifa kuwa mshukiwa aliwahi kujaribu kuwavuta watoto kwa kuwapa chakula na kuwaomba wengine kusaidia kuwaleta watoto zaidi. Hili linaonyesha kuwa hakufika pale kwa bahati mbaya, bali alikuwa tayari ameanza kujenga mazingira ya kupata walengwa wake. Tatu, na pengine kilichozua mjadala mkubwa zaidi, ni suala la kukiri kwake. Kwa mujibu wa maafisa wa upelelezi, mshukiwa alikiri awali kuhusika na mauaji hayo, akieleza kuwa aliamini kuwa kitendo hicho kingemsaidia kupata utajiri kupitia kile kinachoitwa sadaka ya kibinadamu. Hata hivyo, alipofikishwa mahakamani, alibadilisha kauli na kudai kuwa hana hatia. Hali hii mara nyingi hutokea katika kesi za jinai, ambapo mtuhumiwa hubadilisha msimamo wake baada ya kupata ushauri wa kisheria. Mahakama pia ilizingatia hali ya akili ya mshukiwa. Alifanyiwa uchunguzi wa kitabibu ili kubaini kama alikuwa na matatizo ya akili ambayo angemfanya asijui anachofanya. Ripoti ya kitabibu iliwasilishwa na kuonesha kuwa alikuwa na uwezo wa kutambua matendo yake na madhara yake. Kwa lugha rahisi, mahakama iliamua kuwa hakuwa mwenda wazimu, bali alijua vizuri kile alichokuwa anakifanya. Katika mwenendo mzima wa kesi, hapakuwa na shahidi mmoja aliyesimama na kusema nilimwona akifanya tukio hilo hatua kwa hatua. Na hapa ndipo mjadala mkubwa ulipoibuka mitandaoni. Watu wengi wamekuwa wakidai kuwa ukosefu wa shahidi wa macho unapaswa kumaanisha kuwa kuna shaka katika kesi hiyo. Lakini kisheria, kesi haiamuliwi kwa misingi ya shahidi mmoja tu,
bali kwa uzito wa ushahidi wote kwa pamoja. Lakini kesi hii, ushahidi ulihusisha kukamatwa kwake eneo la tukio, kauli yake mwenyewe, uchunguzi wa vifaa vyake vya kielektroniki pamoja na mazingira yote ya tukio. Mahakama ilipima vipengele vyote hivi na kufikia hitimisho kuwa kosa lilithibitiwa bila shaka yoyote ya msingi. Hivyo basi ikatoa hukumu ya adhabu ya kifo, ikiwa ni hatua ya kuonesha uzito wa uhalifu huo na kulinda jamii dhidi ya vitendo kama hivyo. Hata hivyo, pamoja na uzito wa ushahidi huo, bado kuna kundi la watu linaendelea kuonesha huruma kwa mshukiwa na hata kudai kuwa huenda hakuwa na hatia. Hii imechangiwa na mambo mbalimbali, ikiwemo hisia za kibinadamu, mitazamo ya kijamii kuhusu afya ya kiakili, pamoja na ushawishi wa mitandao ya kijamii ambapo simulizi mbadala huweza kusambaa haraka bila kuchambuliwa kwa kina. Wataalamu wa saikolojia ya jamii wanaeleza kuwa wakati mwingine watu hupata ugumu kukubali kuwa mtu anaweza kupanga na kutekeleza unyama wa kiwango hicho akiwa na akili timamu. Hivyo huchangia kuamini kuwa lazima kulikuwa na tatizo la kiakili au kuna jambo lililofichwa. Hii ni njia ya akili ya binadamu kujilinda dhidi ya ukweli mgumu. Lakini ukweli unaobaki ni huu: maisha ya watoto 4 yamepotea, familia zimeachwa katika majonzi makubwa, na jamii imebeba mzigo wa tukio hili. Hii si hadithi ya nadharia au mijadala ya mitandaoni, ni uhalisia mchungu unaohitaji majibu, hatua na mabadiliko. Tukio hili pia linafungua mjadala mpana kuhusu imani potofu zinazohusishwa na utajiri wa haraka, pamoja na umuhimu wa kuelimisha jamii dhidi ya dhana kama sadaka ya kibinadamu. Aidha, linaweka msisitizo juu ya haja ya kuimarisha usalama katika vituo vya kulelea watoto na kuhakikisha kuwa mifumo ya ulinzi inafanya kazi ipasavyo kila wakati. Kwa ujumla, kesi ya Christopher Okello Onyom si tu simulizi ya uhalifu, bali ni kioo kinachoonesha changamoto zinazokabili jamii katika karne hii, kuanzia imani, usalama hadi namna tunavyotafsiri haki na ukweli. Endelea kufuatilia Moto TV Kenya kwa uchambuzi zaidi wa kina kuhusu masuala yanayoigusa jamii yetu. Toa maoni yako. Je, unaamini ushahidi uliowasilishwa ulikuwa wa kutosha kutoa hukumu hiyo? Na ni hatua gani zichukuliwe kuhakikisha matukio kama haya hayajirudie? Mimi ni mtangazaji wako Ogar Brian Osoro, na hii ni habari moto za sasa. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Usisahau kushare na kuturn on notifications ili usikose makala, habari, burudani na mengineyo ndani ya Moto TV Kenya.